Usiku ambao umekwisha kupita, Ukraine imeripotiwa ya kwamba iliweza kuzindua shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani kwenda huko mji mkuu wa Moscow nchini Urusi, ambako pia imeelezwa kwamba Urusi ni takribani ndege 30 iliweza kuzinasa zikiwa zikiingia katika mji huo. Karibu sana ni kufahamisha taarifa hii ambayo pia imeeleza ya kwamba usiku uliokwisha kupita Ukraine ilifanya shambulizi jingine la ndege zisizo na rubani kwenda mji mkuu wa Moscow, ambako pia kama unakumbuka chanzo cha mashambulizi mengi ya Urusi ambayo katika siku za hivi karibuni yanaripotiwa ni kuhusu mashambulizi ya Ukraine ambayo yanaingia kwenye mji mkuu wa Urusi huko Moscow, ambako pia Putin wiki iliyopita alisema ya kwamba Urusi hakika itafanya mashambulizi makubwa mno, ikiwa ni mashambulizi ya kulipiza kisasi, hasa ambacho pia Ukraine inakifanya huko mji mkuu wa Moscow au huko nchini Urusi. Kabla sijasonga mbele na kukumbusha kwamba pia unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa upate nafasi ya kuzipata kwa muda mwafaka kabisa pindi tu ambapo nakuwa nimezipandisha rasmi kwenye jukwaa la kupendwa kabisa la JM TV. Jeshi la anga la Urusi liliweza kudungua ndege zisizo na rubani takribani 30 za Ukraine zikielekea mji mkuu wa Moscow huko nchini Urusi usiku wa Mei 28. Taarifa hii pia imeripoti meya wa Moscow anayefahamika kama Sergei Sobyanin. Jumla ya ndege 33 zisizo na rubani za Ukraine zimedunguliwa kufikia sasa. Taarifa maafisa kutoka nchini Urusi imeeleza hivyo. Akiandika kwenye jukwaa la kijamii la Telegram saa 12:29 asubuhi ya leo kwa saa za huko nchini Urusi, Sobyanin alisema ya kwamba ulinzi wa anga wa Urusi ulidondosha ndege zisizo na rubani 4 zikiruka kuelekea mji mkuu wa Moscow, ambapo huduma ya dharura zilikuwa zikifanya kazi kwenye eneo la mabaki hayo. Tangu wakati huo, makumi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine zimedunguliwa karibu na mji mkuu wa Moscow. Maafisa wa Urusi pia walitangaza ya kwamba shughuli zilisitishwa katika viwanja vya ndege vya huko Vnukovo, lakini pia Zhukovsky na huko Sheremetyevo. Moto pia uliweza kuzuka huko Zelenograd karibu na Moscow, ambako kunadaiwa kuhusishwa na mashambulio ya ndege zisizo na rubani za Ukraine. Maafisa wa Urusi wamethibitisha kuwa hakuna majeruhi au uharibifu mkubwa ulioripotiwa kutokana na mashambulizi ya usiku kucha ya Ukraine huko mji mkuu wa Moscow, ambako pia bado hakujaweza kuthibitishwa kwa madai yoyote ya maafisa wa Urusi kuhusu mashambulio ya ndege zisizo na rubani za Ukraine, kwani pia Kyiv imekuwa haitoi maoni au inakuwa inatoa maoni mara chache kuhusu ripoti za mashambulio yake ya ndege zisizo na rubani katika ardhi ya Urusi. Mashambulizi hivi karibuni zaidi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Moscow yanafuatia wimbi la mashambulio ya angani ya siku 3 kuanzia Mei 24 hadi Mei 26, ambapo Urusi iliweza kurusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 600 na makumi ya makombora kote Ukraine. Mwezi wa 5 tarehe 26, vikosi vya Urusi vilianzisha mashambulio makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani. Kati ya vita hivyo vikubwa yaliyoripotiwa kuhusisha ndege zisizo na rubani 355 za aina ya Shahedi kwenda huko nchini Ukraine, huku pia Urusi ikiendelea kukataa wito wa kusitishwa kwa mapigano na vita vikiendelea. Ukraine imezidisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye eneo la Urusi, ambako mashambulizi ya ndege zisizo na rubani nchini Urusi yamelazimisha kufungwa kwa viwanja vya ndege kwa usiku kadhaa mfululizo. Mkakati wa hivi karibuni wa ndege zisizo na rubani za Ukraine umelenga kutatiza operation ya uwanja wa ndege, ulinzi mkali wa anga na kufanya vita kuonekana zaidi kwa Warusi wa kawaida.